wengi, madhara ya kutosha, yani nilikuwa ni hovyo. Imekuwaje mpaka hatua ya mimi kufika katika mazingira haya? Mwenyezi Mungu ana njia kwa kila mmoja kusema naye kwa namna yake. Ndugu zangu, kabla sijaweza kutoka Morogoro, maana hapa na nyumbani, nilipata connection nzuri kabisa kujiingiza kwenye chama ambao watu wengi sana tunakisikiaga. Nasikiaga kitu kinachoitwa Freemason, ama mnasema Freemason, ama sio Illuminati. Sasa nilipata connection nzuri kwa sababu kule huwezi kuingia kama huna mtu anayekushika mkono kukuingiza. Chana na hao watu ambao wanaweka mabango yao mitaani huko, sijiunge Freemason na kuwa tajiri. Chana na hao. Ili uingie kule lazima uwe na mtu wa kukushika mkono, ama watu wa kukushika mkono ili uweze kuingia kule. Ndugu zangu, ilifika hiyo hatua kana kwamba leo mimi nipande gari, ama kesho ni mimi nipande gari, Yesu anakutana na mimi usiku. Mimi sikuwahi kumuita Yesu niokoe, Yesu njoo nijilie, sikumuita mimi Yesu. Katika majira, katika nyakati, imefika usiku, ninataka nilaze mwili wangu. Ndugu zangu, nikasikia mkono wa binadamu. Chumba changu selfu ndani, choo ndani kwa ndani. Nimefunga milango yote, hakuna mtu yoyote ndani. Nimelala kwenye kitanda, ninasikia vidole vitana mgongoni mwangu, mtu kanishika. Kwa akili za kibinadamu lazima ustuke. Umefunga mlango, mtumishi wa Mungu, umefunga mlango, alafu unasikia vidole vitana vinakushika. Ndugu yangu, mimi binafsi, ndugu zangu, nilichanganyikiwa. Sasa nani huyu akweka mkono mgongoni wangu? Nani? Kilichokwenda kutokea, ndugu zangu, kimwili nilikuwa nataka nipambane. Nani amenigusa, nani amenishika? Nataka nikurupuke lengo kisharishari, ikiwezekana nimrushie ngumi ama nimkabe ameingiaje huko ndani. Kabla sijanyanyuka kwenye kile kitanda, ndugu yangu, nilisikia, sijajua kuna fundi umeme aliyuko pale. Sijajua kama nyingine nishaikupitia hicho. Kama ushaikupitia kupiga shot, ile unacheza nyaya hii na nyaya hii, mara ngapi unasikia nimekukamata. Sasa kile kitendo, ninataka ninyanyuka kwenye kile kitanda, ndugu zangu, nilichokisikia kwenye mwili wangu ni ile hali ya kupigwa shot. Yaani nilikuwa kwenye kile kitanda na tetemeka mwenyewe, alafu ikaniachia na kurupuka kitandani. Nani ukanigusa? Hakuna mtu ninayemwona kwa macho ya damu na nyama. Chini ya kitanda hakuna mtu. Fungua bafuni, yani ni haraka hapa na wazungumzia kana kwamba kawaida. Yani kurupuka tu, chini ya kitanda hakuna mtu. Nani ukanishika? Chooni nafungua mlango, hakuna mtu. Ndugu zangu, katika hiyo hali nilipagawa akili. Lakini ona Mungu alivyotoa ni ajabu. Nilijikuta moyo wangu wakati unadunda unakimbia. Nawaambia hivi, sikusema ya kwamba okay, ngoja nimuite Yesu anisaidie. Sikusema hivyo. Nilijikuta, ndugu zangu, nimesimama pale, mikono yangu yenyewe ikajikuta imeinuka juu hivi. Sielewi imekwaje. Najiona mambo ya ajabu, mikono yangu imenyanyuka juu. Nikajikuta mtu ambaye mtu akinifuata, twende kanisani bwana. Nikala mshamba nini? Mimi niende kanisani na hela mfukoni na kila kitu. Niende kanisani kafuate nini? Sasa na mambo yako, ujue okoke, unakuokoka hapa duniani. Ndio maneno yangu alikuwa hivi. Hawajui kijana inabidi uokoke ufuate Yesu. Yesu toka aseme anarudi toka jela. Mambo ya ajabu. Ndugu zangu, nilijikuta mwenyewe nimenyosha mikono juu, sijui imekuaje, mimi mwenyewe najishangaa, nimenyosha mikono imeganda hivi. Nikajikuta mwenyewe nikasema Yesu Kristo. Mtu ambaye hata nilikuwa sina shida naye, nilikuwa sina muda naye. Huyu ambaye amenisimamisha hapa ninawahubiria, nawaambia ukweli, yeye mwenyewe anajua, anaomba ninavyomzungumzia anajua. Huyu mwanangu alikuwa hana time, yani alikuwa hana muda kabisa na mimi. Lakini leo hii ninasimama mahala hapa kukushuhudia ya kwamba huyu Yesu Kristo aliyegusa maisha yangu ana uwezo kugusa na maisha yako pia. Katika Biblia, twende kwenye kitabu kile kinachoitwa Ufunuo Yohana. Mimi napenda sana hichi kitabu kwa sababu
Hichi kitabu kinatuonyesha baada ya maisha haya. Tunaona pale ndugu yangu anakaanga chipsi pale, kuna ndizi. Ndugu zangu, kuna chipsi pale, mje mumuungishe kama mnaweza. Namuona dada yangu hapa Elfrida Fashion yuko pale anauza nguo za watoto. Naona hapa kuna fundi mabegi, kuna saluni hapa ananyoa ndugu yangu, kuna duka la jumla pembeni yangu hapa. Ndugu zangu, sikieni. Haya maisha tunayaona hapa kwa damu ya macho na nyama. Majira na nyakati ikifika, hiyo pumzi unayovuta sasa, mbona hiyo pumzi sasa hivi umekaa ama umesimama ama umejiegesha, mbona hiyo pumzi unayovuta taratibu hapo fa inaingia inatoka, mbona hiyo pumzi? Ndugu yangu, kuna majira na nyakati na saa itafika, hiyo pumzi unayovuta kwa wepesi Mungu atasema inatosha. Ufunuo Yohana sura ile 20 mstari ule wa 11 mpaka 15. Mtumishi wa Mungu tusaidie kusoma tuweze kuelewa kitakacho kwenda kutukuta. Sikiliza, karibu. Ufunuo Yohana sura ya 20 mstari wa 11 hadi wa 15. Ninasoma: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye ketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zinakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana yameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amen. Biblia inasema mtu yeyote jina lake kama halijaonekana kwenye kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Mshikaji wangu, baba yangu, mama yangu, nataka nikwambie, haya maisha uliyokuwa nayo leo, kuna nyakati na majira yakifika, mimi ninayekuhubiria na wewe unaisikia sauti hii, tutasimama mbele za Mungu, tutatoa hesabu kwa matendo. Tutatoa hesabu kwa nini? Kwa matendo. Sasa sikia, huenda leo hii wewe ndugu yangu ni Muislamu na unasherehekea Eid. Nini ni Eid? Unasema ni Eid Ni Eid unasema unasherehekea Eid kana kwamba umefunga 30 siku 40 hizo, kana kwamba sasa kwa sababu umefunga unataka ujihesabie haki, kana kwamba okay, mimi niko perfect. Ndugu zangu wa Kristo, bado hamjafungua. Huenda upo kwenye mfungo na bado unajihesabia haki, mimi mtakatifu. Tunakutanika pale, salamu alia, mama uliyejaa neema, sijui na nini, mimi sijui kwa sababu sipo huko. Takutana pale, assalamu alaikum, sijui mnajibuje sijui. Sikia nikwambie, matendo yako ya leo ambayo wewe unaona ya kwamba unaweza ukayafanya sirini mtu akuoni, Mungu anakuona. Wakati unatoka, acha niwe muwazi ili mradi tukapate kuelewana kwa kina. Kuna wengine Biblia inasema kwamba uzinzi si mke wa mtu, si mume wa mtu. Mnapigiana simu njoo ghetto, mnapigiana simu kana kwamba baby I miss you, uko wapi? Natamani nikapate kuonana na leo, natamani kula chips mayai. Anakwambia njoo, alafu utanikuta kwa mshikaji wangu. Leo hayupo, leo kanipa funguo. Nataka nikwambie kitu kimoja. Iwe ni baba unayekutana naye, iwe ni mama unakutana naye na unaishi naye nje ya ndoa, ndugu yangu, Mungu siku ile akikusimamisha mbele yake, utabaki kuishia, baba nilikuwa natoa sadaka, nilikuwa ninatoa zaka, kila Ijumaa nilikuwa nakusujudia na kuja msikitini baba, kila Jumapili nilikuwa nakuja kanisani, nilikuwa naimba kwaya mimi, nilikuwa shemasi mimi. Atakwambia haya, yule mke wa mtu uliokuwa unatembea naye, yule mume wa mtu uliokuwa unatembea naye, na yuko kwamba sijaona. Mungu atakushangaza.
Leo hii unajikuta unamiliki smartphone yako. Wewe ngoja nizungumze na wanandoa. Unamiliki smartphone yako, unaweka password, unasema kana kwamba hii ni siri yangu. Unamsaliti mkeo kwa kuficha siri kwenye simu. Siku ile nakwambia Mungu ataleta hivi vitu vyote wazi. Yaani hakuna kitu kitakachofichwa. Leo unaweza kujiona mjanja, unamdhulumu mama fulani, umemdhulumu baba fulani, umechukua kitu cha fulani hutaki kukurudisha. Unaambiwa bwana kana kwamba rudisha mali yangu, rudisha ndugu yangu. Unajiona wewe mjanja. Unajiona wewe bingwa. Kujikuta kwamba unajua kwa dhulumu wenzako. Unadaiwa kwenye duka fulani, umeamua kubadilisha njia, hutaki kwenda kulipa. Unadaiwa sehemu fulani, unasema hutaki kwenda kulipa. Sikia nikwambie, leo hii mjanja wewe. Leo ndugu yangu mjanja wewe. Yaani leo mjanja wewe, umemdhulumu mama fulani, umemsaliti. Yaani wewe mjanja leo. Pumzi ikikatika ukisimama mbele za Mungu, ndio hapo utakapokuja kujua ya kwamba kumbe umejipiga chenga mwenyewe na umejiangamiza nafsi yako. Mungu anapata kusema kama majina yetu hayatakuwa yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, mimi hapa ninayekuhubiria na wewe unayenisikia hatutaweza kuingia mbinguni. Kuna vitu vingine ndugu zangu mimi naviona naviona kana kwamba leo hii nipo ndani ya Yesu, ninaona ni ajabu. Watu tunasema kamali ni dhambi, si ndio? Huyo kwenye simu yake ana mbeti, kwenye simu yake sio ana SportPesa, kwenye simu yake sio kwenye simu. Mnaenda mnasema tunaenda kutengeneza mikeka. Leo Simba itamfunga nani, Manchester itamfunga nani, unabashiri, unabeti. Eti serikali imetubadilishia. Serikali imetubadilishia inasemaje? Huku sio kamali, hii ni kubashiri. Huo bashiri na kamali yote ni kitu kimoja. Tenda, fanya hivyo unavyofanya. Kama hautatubu na kumkiri Yesu Kristo, siku ile utashangaa unazuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kuna kitu kimoja pia kinanishangaza. Zamani za kale nilikuwa sioni shida kwenda kununua vidonge vya kutoa mimba na kuweza kumpatia binti akapate kuvitumia. Sikuwa naona shida. Lakini leo yani imekuwa ni kitu cha kawaida. Mama zangu wanachukulia kwamba mume wangu mimi hajielewi, mume wangu mimi si msomi. Mama yangu, dada yangu, uliyeamua kwenda kuchukua uzazi wa mpango, uliyeamua kwenda kujichomeka kijiti kwenye mkono wako, sijui kwenye paja, popote pale ambako unatumia huo uzazi wa mpango, nataka nikuambie huo uzazi wa mpango hautokani na Yesu Kristo. Huo uzazi wa mpango hautokani na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hizo ni mbinu za shetani. Tuendeleze uzinzi wetu na hatimaye kila kitu kiende safi. Nataka nikusihi katika upendo wa Mungu, ikiwa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanashiriki katika vitu hivi, achana navyo. Leo asubuhi nimeamka chumbani, nikaanza kusikia ndugu zangu wanaita, ndio nikajua kumbe leo ni Idi. Wanasema ni Idi. Wakaita, wanaita kwenye azana pale, azana ikawa inaita Sasa ajabu, ndugu zangu wenzangu walio Waislamu mahala pale walipoamka wakasema ni Idi. Walichoenda kukifanya, naanza kushangaa, jamaa kama sehemu ya kusherekea Idi kaamua kuweka singeli. Kaamua kuweka nini? Singeli. Haya, twende mama fulani sijui tikisa pande mbane moja, chezesha chura sijui fanyeje. Unajua nikakaa pale nikasema sasa hiyo funga yako yote, yani umefunga 40 sijui 30, alafu ndugu yangu unaenda kufungulia singeli, eti unasema hivi. Unajua kuna vitu vingine vinatuchanganya akili ndugu yangu. Yani kufunga kwako kote, baada ya kufunga eti unaenda kufungwa TV unasikiliza singeli. Baada ya kufunga ndugu yangu unaenda kufungwa Diamond Platinum, unaenda kusikiliza nyimbo bali, unaenda kusikiliza kina Zuchwa. Ndio nyimbo zako hizo, ndio mambo yako haya. Alafu tunategemea mimi pamoja na wewe mbingu tutaweza kwenda kuiona. Tuambiane ukweli. Tumishi wa Mungu, fungua Amosi sura ya 5. Tuambiane ukweli ndugu zangu. Nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe. Mungu hana katikati.
Hata Biblia yenyewe kwenye kitabu cha Ufunuo anasema nitakutema kwa kuwa huu vuguvugu, yani wewe ni vuguvugu, sio wa moto, sio wa baridi. Yani Ijumaa unakimbilia msikitini, Jumapili unakimbilia kanisani, ikifika siku za Jumatatu, ndugu yangu nipatie double kick hapo. Nipatie mbasi hiyo. Nipatie nanili. Nipe hiyo mlungi. Nipe ugoma huo. Unategemea ndugu yangu kwa ibada yako siku moja ya Ijumaa na Jumapili, Mungu atasema binti yangu umeingia kwenye ufalme. Sikia. Mungu hadhihakiwi. Amosi sura ya 5. Mungu hadhihakiwi. Amosi sura ile ya 5 mstari ule wa 23. Mtumishi wa Mungu nisomee hapo. Amosi sura ya 5 na ule mstari wa 20. Nasema 23. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Kwa sababu sitaki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa sababu sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Leo hii mna ndugu zangu mnaosikiliza nyimbo za kidunia, mnaojiburudisha, mnawasikiliza kina Chino Kidi. Mnasema mapiano, sikiliza piano hilo linagonga. Unasema hizi ndio nyimbo. Mnasikiliza kina Chino Kidi, mnasema kina Bongomani sijui. Ndugu zangu sikieni niwaambie, Mungu anasema hizo ni kelele. Mungu anasema hizo ni nini? Kelele za nyimbo zenu. Yaani leo hii assalamu alaikum, alafu unatoka kwenye assalamu alaikum unaenda pale hani. Ndugu yangu sikia nikwambie, Mungu aliye mbinguni hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Unaolipanda leo, kesho utakuja kulivuna hakika. Usitegemee leo ndugu yangu ukapanda kitu kinachoitwa uzinzi, uasherati, ukategemea baadaye utavuna kilicho chema. Haiwezekani ndugu yangu. Umeamua kupanda mbegu ya mchungwa, utapata chungwa. Umeamua kupanda mbegu ya embe, utapata embe. Ndugu zangu sikia, kuna vitu vingine vinakeketa, vinatia hasira kwa Mungu, lakini sisi tunaona ni kawaida. Tumisha Mungu Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Kuna vitu vinamtia hasira Mwenyezi Mungu, alafu sisi tunachukulia ni kawaida kabisa. Nataka nikueleweshe. Si kana kwamba tumekuja mahala hapa kukutukana, hapana. Tumekuja tuelekezane, tueleweshane ili tufanye maamuzi yaliyo sahihi. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Tumisha Mungu soma. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanamume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Amen. Biblia inasema hivi, labda hujasikia. Inasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, na mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kweli kabisa mama. Tutasema nianze na wanaume. Wanaume tuna mpindo, tukisema tunaenda kuoga, unataka uchukue kanga ya mkeo, eti mumeo tunao. Unataka uchukue kanga ya mkeo, unataka uchukue kitenge cha mkeo, mke kashakuletea maji bafuni, unachukua kitenge chako, unachukua kanga yako, unaweka kwenye kiuno, baba mwenye nyumba unatembea zako mwenyewe, ngoja nene nikaombe. Unaenda zako kuoga, si ndio? Biblia inasema mwanaume asivae mavazi yampasayo nani? Mwanamke. Leo hii tunakuta vijana wenzangu tunataka tuvae vindaladala vina maua, tunataka tuvae vishati vina maua hivi. Tunapenda vitu vya kike fulani. Biblia inasema ya kwamba mwanaume asivae mavazi yampasayo nani? Nizizungumza kwa upande wa wanawake, hapa ndio watu wengi wanatokasirika. Wanawake ukiwaambia kwamba mbele za Mungu ni dhambi kuvaa suruali, atakwambia acha ujinga wewe. Hii suruali si hakika hii. Zipu yangu imekalia huko. Si ndio sasa mimi maana? Zipu suruali hakika zipu imekaa.
Ndugu zangu, nataka nikwambie, sio mimi. Biblia imesema kila mtu anayefanya mambo hayo, mwanamke anayevaa suruali, mimi nimevaa suruali, kijana mwenzangu baba kavaa suruali, mtumishi baba kavaa suruali, baba pale kavaa suruali, kijana mwenzangu baba kavaa suruali, wengine vipenzi, ndugu yangu pale saloni kavaa suruali, ndugu yangu katoka kanisani kavaa suruali. Sisi wanaume. Haya sasa, mama wewe inakuaje kusema kwamba suruali ni ya kike? Sikia nikwambie, nikueleweshe. Iko hivi. Sikia vizuri kabisa. Katika bustani ya Eden, sikiliza. Katika bustani ya Eden, Shetani alipewa uadui na mwanamke. Yaani Mungu alichosema kwa Shetani, alisema kana kwamba Shetani atamuuma mwanamke na uzao wa mwanamke ndio utakaosimama kumsaidia huyo mwanamke. Kwa lugha nyingine ni hivi, wanawake ndio wanakuwa chanzo namba moja kwa kuwafanya wanaume wengine waanguke. Uongo ni kweli? Wanawake wengi wanatumika pasipo wao wenyewe kujua. Nichukue mfano, nizungumze tu kweli, tusiende mfano. Tuambiane ukweli ili tuweze kujirekebisha vizuri. Unavaa tight mwanamke, Mungu kakubariki, una mkia mkubwa, una paja kubwa, unavaa skin ama mnasema condom. Unapita hapa, kuna vijana hawajaoa, kuna vijana wengine hawajaoa. Unapita hadharani uone aibu, nguo yako ya ndani imejichora vizuri. Yaani uone aibu unapita. Umevaa tena kitopu umekichomekea kabisa pa. Alafu mlipopana uchokozi ukisimama, wanawake wanampinga kukinyanyua, yaani suruali ile wananyanyua pa ikae vizuri, yaani igande vizuri. Sikia niwaambie. Mimi ni binadamu mwenzako. Mimi ninayekuhubiria ni binadamu mwenzako. Mimi nitasimama mbele za Mungu, nitatoa hesabu kwa yale ambayo mimi nayatenda yaliokuwa kinyume naye. Na wewe pia kama ukishinda kujitengeneza utatoa hesabu kwa hayo ambayo umeshinda kujitengeneza. Unajua kuna watu wengine wanasema mtumishi wa Mungu unahubiri vitu gani? Eti suruali zangu. Sio mimi. Mnaniangaliaje mimi? Mimi mwanaume navaa suruali. Haya niambie, wewe mwanamke unavaa nini? Nikawaambia ndugu zangu sikieni. Shetani anachotaka ni kutufumba macho tusipate kuelewa. Lengo tukifika mbele za Mungu akapata kusema huyu wa kwangu. Nikawa namwambia ndugu yangu mpendwa mmoja, namwambia kuna vitu vingine hatujui lakini wengi hawafahamu kana kwamba hivi vitu ni dhambi. Wengi hawaelewi, wengi hawatambui. Unakuta inafika hatua wanaume tuna mtindo kusema mimi napenda niwe mkweli kwa sababu ukweli ndio unaotusaidia. Kuna wanaume wengine wanafagilia kana kwamba wao wanapenda sana kuangalia lugha ya kimtaani wanasema pilau. Mnajikuta kana kwamba ukiwa kisirisiri unachukua smartphone yako, unaingia pale xxx.com, utaingia pale waptricky.com, utaenda pale xxx, utataka kuangalia hivyo vitu ambavyo ni vya ajabu. Baba, nilikuwa naangalia pila ndio maana nimejua. Sasa nimeacha, Mungu namshukuru kanibadilisha. Sasa ndugu zangu, iko hivi. Leo hii tunaweza tukafanya kama nilivyotangulia kusema. Tukaweza kufanya tukaona tunachokifanya ni sahihi. Lakini siku ile tukisimama mbele za Mungu, ndio pale tutakapokuja kujua kumbe muda wote na saa zote nilikuwa ninapoteza muda wangu. Yes ndugu yangu. Kwa ushauri, kama una mtindo huo, achana na kuangalia hizo picha. Kuna vitu vingine ndugu zangu, tunaweza tukaona ni kawaida kabisa. Lakini watu wanaangamia, watu wanapotea kwa vitu vya ajabu ambavyo sisi tunachukulia ni vitu vya kawaida kabisa. Nataka nikueleweshe kwamba Mungu aliye mbinguni anatuambia yeye ni mtakatifu. Na ili mimi na wewe tukapate kuingia katika ule mbingu ambaye yeye yupo, tunapaswa tubadilishe aina yetu ya maisha na tukapate kuweza kuishi vile apendavyo. Siku moja nikawa nazungumza na ndugu yangu mpendwa, nikawa namwelewesha sisi ni watu wazima. Wengine bado hamjaoa mahala hapa, wengine mtaenda kuolewa, wengine mtaenda kuoa. Nikawa namwambia hivi, kuna vitu vingine ambavyo mume na mke wapaswi kuvifanya ambavyo leo hii ni kawaida. Anaimba mtu mmoja Zuchu akawaletea nyimbo yake mpya, anasemaje? Lollipop.
Akasema kana kwamba nini? Kunyonya lollipop, kulamba pipi. Umeona? Sikieni niwaambie, iwe ni baba unapenda huo mtindo, ninakushauri katika Mungu aliye mbinguni, achana na hiyo tabia. Iwe mama una mtindo huo kana kwamba kujihusisha na hilo tendo, ninakusi achana nalo. Mungu kakuumbia mdomo wewe ukapate kula. Sasa unataka utumie kama kiburudisho kule. Kweli jamani, kuna vitu vingine mtu tumiage akili pia. Kuna vitu vingine tutumie na akili pia. Kuna watu wengine wanasimama, mashoga wafe, wanakufuru mashoga, sio wanafanya hivi. Sasa ona jinsi gani watu tulivyokuwa ni waajabu. Mtu anaona ajabu mwanaume kwa mwanaume, lakini unakuta huyo anayezungumza usikute mwanaume anafanya hiko kwa mke wake, anafanya hiko kwa mpenzi wake, alafu anasema safi. Mnawasikiliza wakina Mbosso anakuambiaje? Ananifundisha kucheza rafu. Kucheza rafu ndugu yangu, endelea na huo mchezo. Ukiondoka duniani pumzi ikikatika, ukisimama mbele za Mungu, kama utatubu ndugu yangu na kumkiri huyu Yesu, utakumbuka haya maneno. Cheza rafu leo ndugu yangu, si unajiona mjanja leo, unajua kucheza rafu, si ndio? Unajikuta ile njia Mungu aliyokuwekea mlango wa mbele utaki, wewe unataka upitie jikoni kila siku. Sikia nikwambie, siku inafika na saa itafika. Mungu ambaye ameweza kusema na wewe muda huu, siku ile atakukumbusha, mwanangu, nilikuletea watu wakapata kukuelewesha na kukuelekeza ili ukapata kujirekebisha, lakini badala yake kaamua kufanya uliotaka kuyafanya. Ndugu zangu, Yesu Kristo ndiye njia pekee ya mimi na wewe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yaani unao uwezo wa kuachana na kuvaa suruali, unao uwezo wa kuachana na kutumia uzazi wa mpango, unao uwezo wa kuachana na kutazama hizo pilau, unaweza kuachana na hizo habari za kuweza kutumia lollipop, tuseme ni punguzo ukali wa maneno kwa sababu kuna watoto pia, kutumia lollipop hiyo, unaweza kuachana na hayo yote. Lakini kama Yesu Kristo haujampokea katika maisha yako, yote atakayofanya ni bure. Hii ndugu zangu, nazungumza kwa Wakristo, ninazungumza kwa Waislamu wote. Kama wewe Yesu Kristo hujamkiri, hujamkubali, iwe ni Mkristo, iwe ni Muislamu, usikie na uelewe, kama Yesu Kristo haujampokea, kuingia katika ufalme mbinguni itakuwa changamoto kwako. Lakini ashukuriwe Mungu aliyetupa neema, mimi na wewe leo hii tumefikia hatua ya kuonana. Nikwambie kitu, sikiliza bro, sikiliza dada, sikiliza mama, haujakaa mahala hapo bure. Mungu alikutoa ulipokuwepo, kuweza kuwa sasa hivi ungekuwepo nyumbani, ungekuwa unapika huko, ungekuwa unakoroga uji huko, usonge ugali ama utengeneze wali, ungekuwepo labda unafua, ungekuwepo popote pale. Lakini Mungu kakutoa kakuleta dukani, kakutoa kakuleta kwa shoga yako, kakutoa kakuleta kwa besti yako, kakutoa uje mahala hapa usikie ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi kabla hujachelewa. Usije kahesabia nimejileta tu mwenyewe nimekaa mahala hapa. Hapana, sikia. Leo ni siku ya Jumapili, ulikuwa na uwezekano wote ungefunga frame uliyokuwa nayo, ungefunga duka lako, usingekuwepo leo. Imekuwaje Mungu akulete leo? Mungu alichokuwa anakitaka ufike mahala hapa, ni kuelekeze, ni kueleweshe, usikie, hatimaye ukafanye maamuzi yaliyo sahihi kabla hujachelewa. Ndugu zangu, mengi ambayo mimi nilikuwa ninawaeleza mahala hapo, nilikuwa ninayashabikia, nilikuwa mengine nayatenda, mengine nilikuwa nayafanya, mengine nilikuwa nawahimiza watu wakapate kuyafanya. Lakini leo nimemkubali Yesu Kristo, nimesoma neno la Mungu, nimekaa chini ya mafundisho, nimepata kujifunza na kuelewa ya kwamba kuna vitu ambavyo mimi na wewe tunaweza tukasema ni okay, ni sawa, lakini hatimaye vitatuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ninakusii katika upendo wa Mungu, leo umepata hii fursa ya kusikia hii sauti, leo umepata fursa ya kuwa hai. Huyajui kesho amekupangia nini Mwenyezi Mungu, hujui nini Mungu amepanga kesho yako. Nimalizie kitu kimoja cha mwisho kama ushuhuda. Nataka nikupe huu ushuhuda, alafu hatimaye nikapate kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Kama utaona vyema kumpokea Yesu ukapate kufanya hivyo. Nataka nikupatie tu huu ushuhuda na imani utakujenga na kukutengeneza.
Yupo dada mmoja katika chuo, sikumbuki ni chuo gani, akatoa ushuhuda. Siku hiyo amejiandaa siku ya Ijumaa, wanataka kwenda zao klabu kwenda kucheza na mabesti zake. Marafiki zake wanamuhimiza, wewe vipi, mbona ufai tuondoke? Tuvae tuondoke bana, muda anaenda, mida hii ya kwenda kuruka, kudance. Yule dada alikuwa anasema hakuwa anajisikia vizuri. Yule dada anasema siku ile alikuwa hajisikii vyema mwilini. Akasemaje, ndugu zangu nyie nendeni, mimi leo sitaweza kutoka kwenda huko. Mshamba wewe, kunywa panado twende tukadensi wewe. Mshamba, acha ujinga wewe, jivike nguo twenzetu tukaruke. Dada yule akasema hapana, mimi siwezi. Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa ameandaa jambo kwa ajili yake ambalo lingebadilisha maisha yake. Sikiliza nikwambie. Dada yule anakuambia ndugu zake wameondoka nyumbani, anasema ghafla homa iliyomkamata ni homa ya kupindukia. Akafika hatua anakuambia amejilaza kwenye kitanda, analala, anakuambia anatetemeka, yani homa imemkamata. Anasema ikafika muda akajiona mwepesi, akasema akainuka kwenye kitanda akasimama. Anasema yeye anageuka, anaangalia kitanda chake, anajikuta kuna mwingine kalala, sura kama ya kwake, mavazi kama ya kwake, kila kitu kama ya kwake. Akastuka, huyu aliyelala kitandani nani? Si mimi hapa. Huyu anajiangalia kwenye kitanda, anastuka, anajiangalia kwenye kitanda, huyu si mimi. Hofu inaanza kumsumbua. Anasema dada yule, sio mimi, anasema yeye, anasema kufumba macho na kufumbua, yani ilikuwa ni kufumbua. Anajiona amesimama mbele za mtu mkubwa, umbo, yani kuna umbile la mtu mkubwa, anawaka, anasema anawaka hatari. Amekaa kwenye kiti, akaambiwa leo ndio siku yako ya hukumu. Anasema akaambiwa hakustahili kuingia wapi? Mbinguni. Akaambiwa halali yako uende kuzimu. Kwa kauli yake yeye na maneno yake yeye, anasema ya kwamba hakuwahi kulia kiasi kile alivyoweza kulia. Alipoteza ndugu wapendwa ambaye alikuwa anapenda kweli, alilia msibani. Lakini anasema siku ile aliposimama pale na kuambiwa mbinguni hawezi kuingia, aende kuzimu, anasema kilio alilokiachilia pale, anasema sijui kama ataweza kulia namna ile tena. Akawa analia kitu kimoja, anasema baba, dakika moja ninaomba baba, nirudishe duniani dakika moja nitatubu. Baba, dakika moja tu naomba, duniani nitatubu. Ndio kilio chake, naomba dakika moja nirudi nipate kutubu. Akaambiwa baada ya kilio iko, analia tu, baba, dakika moja tu inanitosha, nitatubu. Anasema akaambiwa, sawa mwanangu, nikuulize maswali haya, naomba utafakari. Tafakari sana haya maswali ndugu yangu, tafakari ukaeleza akilini mwako, usije kujilaumu baadaye. Akaulizwa maswali haya, akaulizwa una miaka mingapi? Sikumbuki miaka yake, tuchukue ni 28. Sikumbuki miaka yake aliyotaja, lakini tuchukue 28. Akasema baba, anasema huko analia, baba 28 baba, 28. Anasema sawa. Akaulizwa katika mwaka mmoja kuna miezi mingapi? Anasema huko analia, baba kuna miezi 12, kuna miezi 12. Anasema sawa. Katika mwezi mmoja kuna wiki ngapi? Analia, anasema kuna wiki 4. Katika wiki kuna siku ngapi? Anaulizwa hapo. Katika wiki kuna siku 7. Anasema sawa mwanangu. Katika siku moja kuna masaa ngapi? 24 baba, 24. Anauliza katika dakika moja kuna sekunde ngapi? Baba 60, sekunde 60. Anasema yeye alipoulizwa kwa mara ya pili hili swali, alijikuta ameshikwa na butwaa, alishindwa kusema lolote. Akaulizwa tena,
una miaka mingapi? Akilini mwake anasema akili yake ndio ikapambanua miaka yake yote, miezi yake yote, dakika na masaa yote, sekunde zote alizozitumia duniani alishindwa kuzitumia vile ipasavyo. Sasa majira na saa imefika, anahukumiwa aende motoni. Anasema anaomba dakika moja. Anasema akaambiwa, rudi, nenda kawaambie wenzako hichi kilichokukuta. Na mimi nafikisha huu ushuhuda ambao binti yule alishuhudia. Leo hii mama yangu, nikuulize swali, una miaka mingapi? Tunasema mshikaji ama mwanangu ama bro, una miaka mingapi mpaka leo hii? Mara ngapi dada wewe, mama wewe, umeambiwa utubu? Mara ngapi umekuwa ukisikia Yesu Kristo ndiye njibu? Mara ngapi umeambiwa urekebishe mwenendo wako? Ni mara ngapi umekuwa ukielekezwa na kueleweshwa? Pasipo Yesu Kristo mbingu ione. Mara ngapi? Leo hii una miaka mingapi? Lakini bado nataka ujihesabia haki, kwa sababu unaona wewe ni Msabato, wewe ni Mroma, wewe ni Muislamu, sijui ni Mbakwata, sijui. Nataka ujihesabia haki kwa sababu ya hivyo vyao vya kidunia. Ndugu yangu, siku ile ukisimama mbele za Mungu hautaulizwa wewe Muislamu, wewe Mkristo. Hautaulizwa. Ni aidha una Yesu Kristo na matendo yako ni safi uingie mbinguni, ama mwisho wa siku wewe ukataliwe. Nimezungumza mengi. Kama kweli haya niliyozungumza yamekugusa na unaona haja kweli kufanya mabadiliko katika maisha yako, namkaribisha mtumishi wa Mungu akapate kuweza kuomba pamoja nao. Haleluya. Ninaamini umebarikiwa. Ninaamini umechengwa. Ninaamini umefundishwa. Hivi ni wakati wako mzuri sasa kuweza kutafakari vizuri. Ni wakati wako kuweza kuingia